Neema hii inatafuta wote, iwaokoe wanadamu wote, iwafungue wanadamu wote, iwatoe Misri wote. Wanasema nchi ya Misri watu wa kwanza ametutoa. Angalia, inathibitisha Kutoka sura 20. Kutoka sura 20 mstari ule wapi? Wa kwanza na wapi? Anasema Mungu akanena maneno haya yote. Akasema, unasikia? Kutoka ngapi? 21 mpaka 2. Mungu akasema maneno haya yote, akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa. Unasikia niliyokufanyaje? Niliyekutoa wapi? Katika nchi ya wapi? Ya Misri, na katika nyumba ya utumwa. Lazima uelewe, katika nyumba ya Misri. Sasa wana watu ambao magonjwa waachia dhambi hiyo, hata yeye mwenyewe anapotenda dhambi mpaka anajishtukia. Niko ninafanya hivi. Tena mwaibisha. Maana yake dhambi imeshafanya kuwa kama nyumba ya kukaa ndani yako. Lakini Mungu anasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyokutoa. Lakini hatua ya kwanza ya wito wa Mungu ni kukutoa Misri, kukutoa vile vitu ambavyo vilifanya mwili wako kuwa kama nyumba yao. Magonjwa kama mwili wako ni nyumba yao, dhambi kama nyumba yao. Asema niliyokutoa Misri katika nyumba ya utumwa. Maana utumwa alikuwa akitumikishwa. Mtumwa huwa anatumikishwa, ataka sitake anatumikishwa. Kwa anasema ni Mungu wako niliyokutoa. Maana niliyokuita kwamba wewe hutatumikishwa kwenye utumwa huu, na kutoa huko nataka kuniabudu. Kwa kanuni ya Mungu anakutoa kule, anakuleta hapa. Yoyote ananisikiliza sasa hivi, Mungu ambaye amekupa nafasi ya sasa hivi kunisikiliza, ni amekutoa kule uje usikilize neno lake, ili ya kwamba utimize kusudi aliyokuumba. Hakuna jambo lingine ambalo Mungu amekuumba nalo, ni jambo la kumwabudu tu. Huo ni wito huo. Yaani hataki uko nje uko Misri. Kuna watu wanaabudu masanamu, watu wanaabudu waganga, watu wanafanya vitu vya kila namna, lakini sio Mungu amekuumbia kile. Mungu ametuumba, halafu ametuita tumwabudu. Halafu jue kuwa amekutoa katika nchi ya utumwa, amekutoa kwenye roho ya utumwa, amekutoa kwenye kamba ya utumwa, amekutoa kwenye gereza ya utumwa, ni amekuita ili umwabudu. Kwa huo ni wito wa kwanza wa kututoa Misri kwenye utumwa. Umeponywa uvimbe, umeponywa kansa, umeondolewa pepo. Shukuru Mungu, ulikuwa ni wito wa Mungu, anataka kumwabudu. Maana amekutoa kwenye nyumba ya utumwa. Lakini wacha nikutangazie leo, hata ulikuja mara kwanza leo hapa, nakwambia Mungu amekupa nafasi ya kuja hapa. Atakutoa kwenye utumwa wa Misri, atakutoa kwenye kifungo cha Misri, ili umwabudu, ili umtumikie. Yoyote unanisikiliza hapa, hata umekuja na mateso namna gani, wewe usiwe na mashaka. Mungu wetu ana nguvu, Mungu wetu anaweza, Yesu wetu anaweza. Amekuleta leo ufunguliwe ili upate kumwabudu. Nami wacha nitangaze, kila roho ya utumwa, kila roho ya mateso, kila roho ya kutumikisha, leo itakuwa mwisho. Leo utafatuka, leo utakimbia, leo utaondoka, leo utang'oka na mizizi yake. Sema amen kwa kishindo kwa hivyo. Mchungaji, imenitumikisha muda mwingi. Wacha nikutangazie, saa ya kutoka imeshafika. Hata kama imekutumikisha miaka mingi, saa imeshafika ya wewe kuachiliwa, wewe ukamtumikie Mungu. Saa imeshafika ya wewe kuachiliwa, ukamsifu Bwana Mungu. Saa imeshafika ya wewe kusimama na kuchanua tena. Saa imeshafika ya kuitwa kwenye wito wa ukombozi, ili mwabudu Mungu kwa amani na kwa furaha. Sema amen alishirika hivyo. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyokutoa katika nchi ya Misri na katika nyumba ya utumwa. Wacha nitangaze, kila nyumba ya utumwa iliyokuwa inakutumikisha, leo Mungu anakuita, Yesu anakuita kwenye nyumba ya utumwa. Utakaa tena kwenye nyumba ya utumwa, utakaa tena
tena kwenye nyumba ya mateso. Yesu anakuita. Wito wa kwanza ni kututoa kwenye utumwa. Leo unatoka kwenye utumwa. Kila nyumba zilizokuwa zinakutumikisha, nyumba za mizimu, nyumba za waganga, nyumba za magonjwa, nyumba za kafara, leo Yesu anakuita.